taifa la Kenya. Habari kwa uketo kuhusu matukio tofauti yanayogusa mzunguko wa maisha yako moja kwa moja. Ninatengeneza mswada pale bungeni ili tuweze kupata polisi ya kusimamia mama mjane. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti, iwe ni kimataifa ama kitaifa, mijini hata vijijini. Tunaangalia venye tutapunguza ile deposit kutoka 10% kwenda 5%. Hawa vijana wetu lazima watreniwe na meli ndio waelewe mambo mengi sana, ndipo wanaweza kupata zile kazi za ubaharia. Zipate papa hapa habari kwa utendeti moja kwa moja kila baada ya saa. Hii ni mionzi ya Coco FM. Hii ni mionzi. Ni Jumatano ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 2025 na ni matumaini yangu kwamba mchana wako unakupeleka vyema. Karibu kwa mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Mimi ni Janet Mumbi. Na nikianza taarifa ni kwamba waziri wa madini na uchumi wa rasilimali za baharini na maziwa nchini Ali Hassan Joho amesema wanawake wengi nchini wanapaswa kuwezeshwa ili wajiendeleze kimaisha. Joho ambaye alikuwa akizungumza katika Garsen, kaunti ya Tana River kwenye ziara naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ya kuwawezesha kina mama kwenye kaunti hiyo, amesema mwanamke anapowezeshwa jamii pia inanufaika. Hata hivyo, Joho ameshikilia msimamo wake wa kumunga mkono Rais William Samoei Ruto katika kipute cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kulingana na Joho, Rais Ruto amekuwa akitenga fedha za kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo hasa kanda ya Pwani, na tayari kuna baadhi ya miradi ambayo imeanza kutekelezwa. Na kwa sababu mimi naamini kwamba kuchangia kina mama na kuboresha maisha ya kina mama ni kuboresha maisha ya jamii, ndio niko hapa leo. Nataka niwaulize, mumesikia viongozi wameongea? Wamesema nini? Bas, mimi nilisema juzi pale Kilifi, sisi watu ambaye tunatoka hapa jimbo la Pwani hatuwezi kupelekwa katika vita ambaye sio yetu. Tumelewana? Hatuwezi kupiganishwa na watu ambao sio maadui wetu. Tumekubaliana? Sisi tumesema namna hii, tutashika William Samoei Ruto mkono, tuende naye sambamba. Kama ni noma noma, kama ni mbaya mbaya, tusukume asonge, apige 2032 kamili, baadaye tunaengoja hiyo kiti. Wakati huo Joho amewahimiza wakazi wa Garsen na Pwani kwa jumla kuwa na umoja na kushirikiana na uongozi wa Rais William Samoei Ruto ili kunufaika kupitia miradi ya maendeleo. Tumekubaliana leo kwamba sisi hatupigani vita vya wengine. Tumekubaliana? Vita yetu ni njaa. Vita yetu ni umaskini. Vita yetu ni ukulima. Vita yetu ni maji. Vita yetu ni maendeleo. Kujengwa kwa majumba, kujengwa kwa mabarabara, afya bora. Wengine wapigane vita yao, si ndio? Wabaki huko kule walikuwa. Tumekubaliana, tunahaidiana kwamba ikifika wakati sisi ni watu ya 10 bil 10 sisikii 10. Kauli ya Joho imeungwa mkono na seneta wa kaunti ya Tana River Danson Buya Mungatana, ambaye pia amewashinikiza wenyeji wa kaunti ya Tana River kumpigia kura Rais Ruto mwaka 2027. Mwaka uliopita tulikuwa na siasa ya upande wa Raila hapa Tana River na upande wa Rais William Ruto. Na upande wa Raila walipata 54% ya Tana River. Upande wa William Ruto tulipata 44%. Lakini sasa tumeingiza pande hii na pande hii tumeingiza pamoja. Hiyo ni 98%. Tunataka hawa waheshimiwa wakirudi huko, wakirudi Nairobi, wapeleke message ya kwamba local politics iko Tana River. Ndivyo ambusi hivyo. Lakini ikija hapa kwa president, wacha 98%. Next election 2027 tunasema Tana River 100%. Rais Ruto anarudi harudi. Tana River tunampa tumpi. Kwingineko ni kwamba katibu mkuu wa baraza la maimamu na wahubiri CIPK Sheikh Mohamed Khalifa amekanusha madai kwamba viongozi wa dini wanahusika na matamshi ya uchochezi. Akizungumza kwenye kaunti ya Mombasa, Khalifa amesema kuwa misingi ya dini ya Kiislamu
haifungamani na siasa na kwamba misikiti haitumiki kama majukwaa ya siasa. Sheikh Khalifa amesema tofauti na baadhi ya nyumba zingine za ibada ambapo wanasiasa hupewa nafasi ya kuwahutubia waumini, dini ya Kiislamu hairuhusu siasa misikitini. Hatumo, na hata wao waziri, raisi wanajua wazi sisi hatuna uhusiano wowote na uchochezi ama kuunga mambo ambayo kwamba ya maandamano ya vurugu. Serikali inaelewa. Wakati huo huo, Sheikh Khalifa amesema viongozi wa dini ya Kiislamu wamekuwa wakihimiza amani, mshikamano wa kitaifa na utiifu wa sheria na kuwataka kutoshiriki kwenye masuala ya kisiasa ambayo huenda yakasababisha mgawanyiko nchini. Ndio ukaona katika nyumba zetu za ibada hakuna wanasiasa wanaokuja kuzungumza siasa za nchi za aina yoyote, aidha za wao wenyewe binafsi kujitafutia umaarufu ama kuzungumza kwa ajili ya kampeni au kuwapa nafasi viongozi wa siasa kuzungumzia jamii zao. Hilo kwetu hakuna. Kwa hivyo hilo swala halituhusu sisi, si swala letu. Na kwenye kaunti ya Kilifi ni kwamba sekta ya uvuvi eneo bunge la Malindi kaunti ya Kilifi imeripoti kwamba jumla ya wavuvi 15 walizama baharini ndani ya mwaka huu pekee. Mwenyekiti wa usimamizi wa ufuo za bahari eneo la Shela eneo la Malindi Yunus Abud amesema hali imetokana na ukosefu wa mashua za kuokoa maisha wanaozama baharini. Abud amefichua kuwa visa hivyo vimekuwa vikishuhudiwa zaidi msimu wa kusi na kuiomba serikali ya kaunti ya Kilifi kuwekeza zaidi katika ununuzi wa maboti au za uokozi ili yatumike wakati panapotokea dharura baharini. Kulingana na tatizo kama hilo ambalo litokea, takriban kuna wavuvi karibu 15 wamepata hiyo mikasa na tuko na rekodi zao. Kwa hivyo tunaiomba serikali kwa hali yote vile, boti za rescue ni muhimu, hususan huu mwezi wa hii season ya kusi. Takriban wavuvi 15 tumepoteza, na kwa kila mwaka huwa tukipoteza wavuvi 3, 4, 5, lakini right now kwa mwaka huu peke yake wavuvi 15 washaangamia. Kuna wale ambao tulifanikiwa kuwapata na kuna wale ambao hatukubahatika kuwapata na siku zao zimeisha. Sasa hapo hatujui papa walikuwa ndio chakula chao au ni vipi. Hata hivyo, Abud ameomba serikali ya kaunti ya Kilifi kuwakabidhi wavuvi mashua hizo badala ya kusimamiwa na serikali ya kaunti ya Kilifi ili kuhakikisha wanapata huduma za haraka wakati wa mikasa baharini. Hizi boti za rescue si mara moja, si mara mbili tumewahi kuziomba kwa serikali tupewe, wanasema watatuletea, lakini kuanzia mwaka jana mpaka sasa hawatujiletea. Lakini kile kinachoomba ni kwamba hizi boti tukipewa za rescue, tupewe sisi kama BMU tuweze kuzimanage wenyewe, kwa sababu kitu kikiwa ni cha serikali ama ni cha county huwa kinachukua process. Wakati incident imetokea, basi paka umfikia pole mtu inatukua time, lakini ikiwa tutapewa sisi kama BMU kuweza kumanage, itakuwa ni rahisi kwetu na kuweza kurescue kwa wakati ule unaofaa. Imebainika kuwa asilimia kubwa ya wanawake kwenye kaunti ya Taita Taveta wanapitia dhuluma za kijinsia, ikiwemo kupigwa na waume wao. Wakizungumza katika ukumbi wa Dan Mwazo katika mkutano wa kujadili dhuluma za kijinsia kwenye kaunti hiyo, waathiriwa hao wanasema wanakabiliwa na msongo wa mawazo, hali ambayo inayowafanya baadhi yao kupitia hali ngumu ya maisha na kukata tamaa. Aidha, baadhi yao wanasema wamelazimika kuondoka kwenye ndoa zao kwa kuhofia usalama wao kutokana na dhuluma ambazo wamekuwa wakizipitia. Alinikatakata na panga mwili mzima. Hata mkiniona hivi ni neema ya Mwenyezi Mungu mimi kuishi. Kwenda mwenyewe nikachukua ile chakula, nikambadilishia ile chakula yake yenye alikuwa ameniwekea, kambadilishia. Kumbadilishia si baba kalala yeye. Mama naye ndio huyo fimbu. Kabidi nikatoroka. Leo niko na 50. Mmoja huo mtu akakuja, akashika kalala na mimi, nikatoti kwa polisi. Wakaenda wakaonga polisi. Nikakuja nikafungwa, nikalala bundani ya kesi ambayo sielewi. Wakati huo wamewalaumu maafisa wa usalama kwa madai kuwa huitisha hongo wakati wanapotafuta haki, hali ambayo hufanya waathiriwa wengi kukosa haki. Hiyo jamaa tulijua mali yuko, lakini maaskari wakaniambia ati mpaka nitoe, nikawa nimekosa hizo 1500. Huyo jamaa mpaka saizi yuko nje, hajawahi shikwa. Wakaniambia nipeleke documents zote vile niliumia, nikaambiwa nipeleke photocopy ID yake kwamba hata at least kama anatumia namba tofauti, nikapeleka. Lakini mpaka saizi hakuna chochote kimefanyika. Mpaka last month alikuwa anapiga simu ana na watu wake, lakini mimi ninashangaa maaskari wananiambia ati anatrakiwa lakini hapatikani.
Na kabla ya kukujuza yanayojiri kimataifa ni kwamba mbunge wa Likoni kwenye kaunti ya Mombasa Mishi Mboko amempongeza Rais William Samoei Ruto akisema uongozi wake haujawabagua wakazi wa pwani katika masuala ya maendeleo. Akizungumza katika eneo la Gariseni kwenye kaunti ya Tana River kwenye ziara ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ambaye kwa sasa yuko kwenye kaunti hiyo, amesema ataendelea kushirikiana naye ili wapwani wanufaike kupitia maendeleo. Mboko pia amewasihi viongozi na wakazi wa pwani kushirikiana na Rais William Samoei Ruto ili kuimarisha pwani kimaendeleo na taifa la Kenya kwa jumla. Hakuna regime ambayo imemtambua Muislamu kwa ndani kama regime ya Daktari William Samoei Ruto. Na sisi tunasema kufa kufaana, tutakufa na Daktari William Ruto kuzama na kuzuka. Hapa pwani watafute la kufanya. Daktari William Samoei Ruto, it is about development. Watu wa Gariseni oye! Vile Mboko amesema Rais Ruto ana malengo mengi na mazuri kwa taifa la Kenya na kusema anaendeleza juhudi pia za kuunganisha wa Kenya. Kama alipokuwa na mifupa daktari, hakuwa katika uongozi, hakuwa kwa machinery, na he became the president of the Republic of Kenya. Itakuja kuwa sasa ana nyama, yuko katika nchi, ako na nyama, ako na machinery ya kufanya development, ako na machinery ya kuleta watu pamoja. Wewe utamsumbua, alishindwa kipara, utakuja kuwa wewe. Hii ni Coco FM 98.9 ladha ya pwani. Kumbuka pia unaweza ukatupata moja kwa moja kupitia tovuti yetu ama mitandao yetu ya kijamii. Habari za kimataifa ni baada ya kitambulisho, usiende mbali. Hii ni mionzi ya Coco FM. Wasomaji wenye tajriba katika tasnia ya habari wakikuletea taarifa kwa wakati pindi yanapotendeka, tena kwa ufasaha, bila kuficha, bila vizuizi wala kukawia. Hii ni mionzi ya Coco FM. Karibu tena. Na katika rubaa za kimataifa ni kwamba helikopta ya kijeshi imeanguka leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eden Ade mjini Mogadishu, Somalia, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya ndani. Picha zilizosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha moshi ukipanda kutoka uwanja wa ndege unaoripotiwa kusababishwa na moto uliozuka kufuatia ajali hiyo. Kufikia sasa hakuna taarifa rasmi ambazo zimetolewa na mamlaka ya uwanja wa ndege au serikali ya shirikisho kuhusu sababu ya ajali hiyo, kiwango cha uharibifu au miliki wa ndege inayohusika. Ni saa 7 na dakika 12 zimekatika, na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwangu ila kutamatisha mionzi ya Coco FM awamu ya saa 7. Tupatane tena pale mwendo wa saa 8 mchana ambapo nitakuwa narejea na muktasari wa mionzi. Mimi ni Janet Mumbi. Hii ni mionzi ya Coco FM. Maelezo yanayotendeka kwa sasa katika ngazi tofauti.